Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kile kinachoelezwa na wa Iran kwamba mazungumzo na Marekani yanayoendelea yanahusu kutotekelezwa kwa kifungu cha kwanza cha makubaliano. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesema kuwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika nchini Marekani yanalenga suala la kutotekelezwa kwa kifungu cha kwanza cha waraka wa makubaliano MOU uliosainiwa hivi karibuni kati ya nchi hizo mbili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghei, amesema hayo Jumapili kabla ya mazungumzo kati ya wajumbe wa Iran na Marekani katika eneo la Bugenstock nchini Uswisi. Amesema kuanza kwa mazungumzo ya kufikia makubaliano ya mwisho kunategemea masharti matano mahususi, ikiwemo kifungu cha kwanza cha MOU ambacho kinahusu kusitishwa kwa uhasama katika nyanja zote ikiwemo Lebanon. Ameongeza kuwa tunafahamu kwamba kifungu hiki hakijatekelezwa na kwamba Marekani ama haijaweza au haikutaka kukitekeleza. Utawala wa Israel unaendelea kukiuka ahadi zake. Hili ndilo suala kuu katika mazungumzo yanayoendelea. Msemaji huyo pia amesisitiza kuwa mkutano huo uliopangwa unaonyesha umakini wa Iran katika kufuatilia utekelezaji wa ahadi zake. Upande mwingine, ameongeza hakutakuwa na nia ya kusaini waraka huku tukitarajia utekelezwaji moja kwa moja na upande mwingine. Hatusahau kamwe uzoefu wa hapo awali. Jumatano, marais wa Iran Masoud Pezeshkian na wa Marekani Donald Trump walisaini mkataba kwa njia ya mtandao. Waraka huo makubaliano unaolenga kukomesha kabisa vita haramu vya uchokozi vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Makubaliano hayo yenye vipengele 14 yanajumuisha ahadi ya pande zote mbili kufanya mazungumzo katika kipindi cha siku 60 zijazo kwa lengo la kufikia makubaliano ya mwisho. Waraka huo pia unatoa wito wa kusitishwa kwa huduma kwa uhasama katika nyanja zote ikiwemo Lebanon, kuondolewa hatua kwa hatua kwa vikwazo vya Marekani na kuondolewa kwa mzingiro wa majini dhidi ya Iran ndani ya siku 30 pamoja na kurejeshwa kwa shughuli za kibiashara kupitia lango la bahari la Hormuz. Jumamosi, kamandi kuu ya kijeshi ya Iran ilitangaza rasmi kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kwa usafiri wote wa majini, ikitaja ukiukwaji wa makubaliano ya Tehran na Washington uliofanywa na Marekani na utawala wa Israel. Hata hivyo, jeshi la Israel CENTCOM lilitangaza kwamba mlango wa bahari wa Hormuz upo wazi na kwamba meli zinaendelea kupita. Hata hivyo, meli za mafuta na gesi na za mizigo mingine karibia 55 zilipita katika lango la bahari la Hormuz, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na CENTCOM, jeshi la Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.